Baba wa Taifa wakati anaratibu shughuli za serikali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kutoa fursa kwa vijana wengi. Baraza la mawaziri la kwanza kabisa lilikuwa lina vijana wengi mno, na wengi walikuwa ni miaka 28, miaka 27, 30 walikuwa ni nadra sana. Zaidi ya yeye mwenyewe tu umri huo alikuwa nao tayari. Lakini baraza lilikuwa lina vijana sana. Sasa tizama mazao ambayo umeweza kuyaona. Zao la Mkapa, hayati Benjamin Mkapa, zao la Jakaya Mrisho Kikwete. Baba wa Taifa wakati alikuwa akifanya ziara, na haya ni mambo ambayo nimeona ndani ya familia kule nyumbani, Mkapa alikuwa bega kwa bega, alikuwa karibu sana na Baba wa Taifa kwenye zile ziara. Unamuona Kikwete akija kuwa waziri wa mambo ya nje, alikuwa na yeye kwenye ziara na Baba wa Taifa. Baba wa Taifa aliweza kutembea na watu wengi sana, akiwepo Joseph Butiku. Joseph Butiku alikuwa ni secretary wa Baba wa Taifa. Tizama Baba wa Taifa alichokuwa akifanya, kuwabeba hawa viongozi, akienda kwenye shughuli za kitaifa kuiwakilisha nchi, ama akiitwa kwa ajili ya jambo lolote, utaona hawa viongozi nao hapo pembeni. Hii ilikuwa ni fursa ya yeye kuwazalisha viongozi wengine mara baada yeye kumaliza wakati wake. Hii inaitwa multiplication mindset. Kiongozi wa sasa hivi unapopewa madaraka ama mamlaka ya wananchi, unapokwenda sehemu yoyote, kama ni taasisi Mutual Generation International, mnapokwenda sehemu yoyote, kama ni mwenyekiti wa taasisi ama ni katibu, hakikisha unakwenda hata na memba, ama hakikisha unakwenda hata na kijana yule ambaye umempa majukumu ya chini. Anaweza akawa ni mhamasishaji, anaweza akawa ni kijana ambaye mmempa jukumu fulani hivi ambalo linaweza likasimamiwa ndani ya taasisi. Mbebe huyu kijana, mpeleke na yeye uende naye. Huku utatengeneza fursa ya kuzaa viongozi wengine. Kwa hiyo viongozi ambao tupo madarakani sasa hivi, tuhakikishe tunapokwenda sehemu za uwakilishi ama tunapokwenda kutekeleza majukumu ya uongozi tuliopewa, iwe ni chama, iwe ni taasisi, iwe ni jumuiya, iwe ni nchi, hakikisha unabeba vijana ama unabeba wadau ama unabeba watu ambao utawapa fursa ya kuwazalisha kama viongozi wengine. Na hii ndiyo fursa tunayoiona hata katika serikali ya awamu hii. Unapomuona mtu kama Bwana FA anapokwenda kuwa naibu waziri, ni kiongozi ambaye anawekwa kwenye njia akianzia mbali mpaka kufikia pale. Unapomuona Niki wa pili alipoteuliwa na John Pombe Joseph Magufuli, hayati rais wetu aliyetangulia mbele za haki, kuwa mkuu wa wilaya na mpaka sasa hivi kuweza kusonga mbele, hizi ni sehemu za kuwazaa viongozi wengine. Unapoona vijana wengine wanawekwa kwenye baraza la mawaziri, kama unavyomuona Joel Nanauka kwa majukumu aliyopewa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa wakati huu, hii ni legacy anayoiacha kwa kesho na kesho kutwa. Joel Nanauka anaweza akaja akawa waziri mkuu ama anaweza akaja kuwa rais wa nchi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, make sure unatoa fursa za kuzaa viongozi wengine. Hiyo ni ya 4. Hiyo ni guiding principle ili uweze kuacha legacy za viongozi wengine. Tunakwenda ya 5. Ya 5 inasema hivi: huduma kabla ya cheo. Ili uweze kuacha legacy, hakikisha katika uongozi wako unatoa huduma kabla ya cheo chako. Service before status. Unapoingia ofisini, kama wewe ni mwenyekiti, kama wewe ni director, unakuta sekretari wako ana majukumu mengi sana, dokumenti zimemjalia pale, ana watu wengi pale wanamuuliza maswali hivi na hivi, si vibaya na wewe kwenda pale pembeni ukamsaidia. Hapa tunazungumzia huduma kabla ya cheo. Cheo unakiweka pembeni, huduma inatangulia mbele. Unaposhiriki kwenye huduma, kwa mfano rais wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
aliposhiriki kupiga kula wakati wa yeye kuendelea na awamu ya urais Tanzania, apanga foleni. Mama Samia Suluhu Hassan apanga foleni. Joseph John Pombe Magufuli alipanga foleni. Unapomwonyesha mwananchi wakati wa huduma za shughuli za serikali, na wewe ni mdau mmoja wapo wa kutoa huduma, tambua ya kwamba wewe unakwenda kuacha legacy. Watu wengi watajifunza kutokea kwako, unakuwa ni role model. Hii ni huduma kabla ya chuo. Legacy haijengwi kwa mamlaka, bali legacy inajengwa kwa huduma. Unatafuta nafasi au unatafuta suluhisho? Huduma utafuta suluhisho, huduma haitafuti nafasi. Kama kiongozi, hakikisha huduma yako unaitekeleza ndani ya jamii, ndani ya chama, ndani ya kikundi, ndani ya jumuiya, ikapata kuwa ni huduma yenye suluhisho, na hivi ndivyo utakavyokumbukwa. Rais John Pombe Magufuli alipotoa huduma ya kujengwa daraja kule kama Soseni Busisi, kama Soseni daraja la Busisi, ile ni huduma ya moja kwa moja inayoacha alama ambayo hata kesho na kesho kutwa hata kama sipokuwepo itakumbukwa. Huyu ni kiongozi anayeacha legacy. Huyu ni kiongozi ambaye ameacha alama ya kukumbukwa. Hivyo basi, toa huduma, cheo kiweke pembeni. Tunakwenda kwenye ya 6. Namalizia sasa hivi. Kiongozi huyu hawezi kuacha legacy. Tumtambue kama ni kiongozi wa kukumbukwa daima. Lazima awe na uthabiti katika changamoto.